Sasa hivi niko Mbeya City, nimerudi Dodoma, nilikuwepo hapa nyumbani, lakini sasa nimekuja kucheza na Mtibwa Sugar. Mtibwa tunajua ubora wake. Kwa hiyo na wao wenzetu washapata game moja. Kwa hiyo wanapa kuanzia, na tumeona wamecheza vizuri, wamejitahidi, wamepata pointi moja na walikuwa na mechi nzuri sana siku ile. Kwa hiyo ni mechi ngumu. Itakuwa mechi ngumu kwa sababu watakuwa na morali kutokana na mechi waliocheza, lakini yote kwa yote kesho game. Kwa hiyo sisi tumejipanga, nimekaa na wachezaji wangu na najua jinsi gani tuweze kucheza na Mtibwa ili tuweze kuambulia pointi 3. Hicho ndio kikubwa. Kwa upande wa wachezaji tunashukuru, kwa afya tuko vizuri na tumejiandaa kwa sababu ya mchezo wa kesho, na maandalizi yote yameenda vizuri, na tulichofuata hapa ni pointi 3 kwa sababu kidogo kwenye msimamo hatuko vizuri. Kwa nafikiri wachezaji morali iko juu kwa ajili ya mechi ya kesho. Kwanza nafikiri swali la kwanza la kuhusu Mbeya City nyingine, Mbeya City ni moja tu. Mbeya City ni ile ile ambayo ipo mkoa wa Mbeya. Unaona? Yani team. Kitu team ni neno kubwa sana. Nafikiri hata wewe unaelewa team ni neno kubwa. Sasa timu inatakiwa iende kama team. Kwa hiyo mwalimu aliondoka sio kama mwalimu mbaya. Na ndio maana kuna neno team. Timu ina maana ni ushirikiano wa watu wengi. Umeona? Kwa hiyo kama kuna tatizo alikuwa mwalimu, basi linaweza kwa kiasi fulani unaweza ukalitibu au usilitibu. Lakini kama tatizo lilikuwa sehemu nyingine, linaweza vile vile lisitibike. Umeona? Kwa hiyo kikubwa tumekaa na wachezaji, tumefanya kile ambacho sisi tunaona tutafanya. Sasa ni wao kwenda kuingia kwenye mchezo, kwa sababu wachezaji ni wale wale ambao mwalimu alikuwa anawatumia na sisi tutawatumia wao. Kwa hiyo ni kukaa chini pamoja ili kuangalia timu inafanyaje, ili ilikosea wapi na inatakiwa irekebishe wapi ili kuweza kwenda kupata matokeo. Lakini yote kwa yote nafikiri tumetrain vizuri tu na wachezaji na tumeelekezana nini cha kufanya. Kwa hiyo tuombe Mungu kesho, kikubwa kuomba uzima, wachezaji wawe salama ili wakafanya kazi yao ambayo tutawatuma. Kama wewe coach wa Mbeya City, kitu gani ambacho utakuja nacho kuweza kupata pointi katika mchezo wa kesho? Sasa unajua vitu vingine ni vya kiufundi. Unaona vitu vingine vya kiufundi. Yaani mimi mwalimu na wachezaji wangu. Yaani haiwezekani sasa hivi vita ya Urusi na Ukraine ukamwambia Putin, hebu tuambie utaendaje kumshambulia nani? Ukraine utamshambulia vipi? Unaona? Sasa hii ni vitu vya kiufundi. Mimi nakaa na wachezaji wangu. Kwa Mtibwa tumeona na Simba wanacheza hivi. Kwa hiyo strong point yao ipi hii hapa. Unaona? Kwa hiyo tuwaheshimu kwenye strong point yao, tuwe makini na tuangalie udhaifu wao uko wapi. Huu hapa. Basi sisi tuweze kufanyaje? Kupita huku. Lakini sasa siwezi kukwambia nitakuja vipi, ndio nimekupa mfano. Yaani sasa Putin aanze kusema bwana nitatumia skadi sijui nini. Sasa yule si anajikinga kwa. Na vitu vya ufundi huwezi kuzungumzia kwenye press. Unaona? Vitu vya ufundi uwanjani pale. Umeona? Pale ndo naomba mchezaji, wewe mpira ukiwa hapa labda usogee hapa. Na saa nyingine hawezi, kwa sababu mpira unajua tena sio mashine. Unaweza kumwambia hapa muda wa game ule labda speed imemshinda kachelewa au kanani. Kwa hiyo vitu vya kiufundi mimi nafikiri tuache viishie wapi? Viishie kule. Hapa yawe masuala ya kimsingi tu. Haya masuala ya porojo tuachie kina Alikamwe, kina Kifaru, unaona? Sisi tuzungumzie tu vitu kiufundi zaidi. Kwa upande wetu sisi wachezaji, kwanza tunajua nafasi yetu ilipo kama ulivyosema, na pia mwalimu ni mgeni, lakini sio mgeni wa nani kwa sababu ni mzoefu. Lakini kwa upande wetu sisi wachezaji tutatimiza majukumu ambayo yeye kama mwalimu ametuelekeza tuyafanye kwa ajili ya kupata ushindi, na jambo la kumfariji kubwa ni sisi kupata pointi 3 kila mechi. Na pia kwa upande wa mashabiki nao ni hivyo. Kila mechi tunataka tupate ushindi ili kuwapa faraja na kuendelea pamoja na kuwa na sisi ili support yao iwe kubwa zaidi.